kidogo tu ya kutumia nyumbani. Siuzi. Maeneo haya niliweza kufika mwaka 2007 kwa sababu ile mafuriko iliyofanyika kule mtoni. Nilikuwa nakaa huko mtoni na familia yangu, lakini maji yalipokuwa mengi ikabidi kuhama sehemu ile na kurudi sehemu ya juu. Nimekaa hapa kwa muda, lakini kwa sababu ya hapa kuweza kutoa maji mtoni kuyaleta hapa kutumia njia ya mashini inakuwa ni ngumu. So inabidi kulima tena kule sehemu ya karibu na mto. Lakini tunashukuru sana kulingana na shirika la Kenya Red Cross iliweza kunisaidia, ikanipatia mbegu za mahindi, mbegu za pojo, za mtama na hata wimbi. Na pia tuliweza kufanya mafundisho ambao mafundisho yaliweza kufanyika, na kama wakulima tukakusanyana tukaweza kupewa mafundisho na tukaweza kulima. Ndio hii sehemu ambayo niliweza kulima pojo, na kuna sehemu nyingine ambayo iko kule chini niliweza kulima mahindi na yaliweza kufanya vizuri. Kama hii ekari moja niliweza kuvuna kilo 190 ya pojo. Wamepata mavuno mazuri. Hata sahi kuna wengine wako kwa biashara, hata nafikiri pale tutaona kuna watu watakuwa wanauza, huyu mwenye shamba hapa kuna pojo anauza pale. Kwa hivyo tunashukuru. Hata green maize upande ule wa chini, kwa sababu hapa pia watu kuna janga, wakati wa ukame kuna ndovu pia. Sasa wakati ukiwa kuna ukame kama hivi, watu wanakimbilia kutoa chakula chao na mapema kwa sababu ya ndovu. Hata tukisonga huko kwa sambaza chini tutapata kuna watu wanauza green maize ili waweze kujisaidia. Na hii ni chakula ambacho bado mbali na soko kinatumika pia kwa matumizi ya nyumbani. Na kwa sasa tunapata kuna lishe nzuri kwa sababu upande wa pojo familia sasa wanasherehekea kwamba chakula kiko cha kutosha na proteins wanapata vizuri, mahindi carbohydrate iko pale, na mkunde kiasi ule ambao tunapanda wenyewe hapa na pale, kidogo lishe pia imeboreka kwa huu upande wetu wa Chakama. Mradi huu wa maji tunashukuru sana, yatusaidia kwa mambo mengi. Tulipokuwa hatuna haya maji, tulikuwa tunapata shida, tunachota maji kutoka kwa mto. Sasa hii tunashukuru kwa kutuletea hili tangi. Maji haya yanatusaidia kama kufulia, kuosha vyombo, kupikia. Kwa hivyo watu wa Red Cross tunawashukuru sana, Mungu awasaidie. Tunashukuru mradi wa maji ambao tulifanywa piping na Kenya Red Cross kutoka kwa kisima ambacho tulisaidiwa na mbunge wetu Amina Laura Mnyasi. Haya maji kwa kweli tangu yafanywe piping na water kiosk kujengwa, wakazi wa Kavunyalalo wote wanapata hafueni kwa sababu ya maji. Tunayagharamisha vyombo vitatu kwa shilingi 10 ambao ni hafueni, na yale maji mengine ambayo huwa ni shilingi 5, shilingi 10 kwa chombo kimoja. As we know, Kilifi as a county has been experiencing cyclic disasters from drought and floods, and the past 1 year we've had 2 seasons, that is October, November, December, and the March, April, May experiencing floods. And through these floods we've seen almost 5,000 of acres being washed away for the farmers. So to support in recovery, Kenya Red Cross, with support from British Red Cross, came up with a floods recovery program that is to support in recovery from the farmers. For Kilifi, we supported 180 farmers with different types of seeds. That is, we supported with 8 kilograms of maize, 8 kilograms of green grams, 5 kilograms of sorghum, and 1 kilogram of millet per farmer out of the 180 to supplement their farms. And then these seeds were also accompanied by a training for the farmers. Here in Kilifi, monitoring farmers whom we've been supporting on a livelihood project, which has been supported by the British Red Cross. The project was a livelihood project that targeted farmers who had been affected by the El Nino of 2023. And in this light, we've seen a very wonderful approach where the local government has been able to demarcate farms for the farmers. The farmers themselves have been able to relocate to higher grounds, and as such now come to the river basins just to farm.